Hivyo endapo fumba macho alafu piga magoti. Haya, unaweza kunyanyuka sasa na ufumbue macho. Mume wangu, hichi kitanda ndo cha hao watu na wazungumzia au ni cha kwako? Na kama ni cha kwako, kwa nini umenifumba macho nisikione vizuri? Hicho kitanda ambacho umekiona kinahusiana na matambiko, na nitakusimulia vizuri siku nyingine. Ila kuanzia hivi, endapo utakutana na hiki kitanda popote ulipo, basi unatakiwa kufumba macho haraka sana na kupiga magoti kabla hakijainuka kwenda juu. Na endapo utachelewa kufanya hivyo, kuna mawili: kikuguse au kisikuguse. Na endapo kimekugusa, basi ndo mwisho wa maisha yako. Kama itakuwa hakija kugusa, basi kitakuachia maradhi mpaka kufika umauti wako, au kikakusababishia kwenye familia yako kufariki mtu mmoja wapo. Hivyo unatakiwa kila endapo unakutana nacho, haraka sana ni kufumba macho na kupiga magoti. Nadhani itakuwa umenielewa. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitafuata vile ulivyonielekeza. Sawa. Mimi natoka. Yato changanya maganiko pagaba mayo baba. Binge mitwe ya seba paga binge balemelwa kolala. Binge bale wazaba ko pandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yogakala. Ili yapandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili mosili nale na nzela nale kujala isi la kushoka. Chini muno shiko nyinge no shiko nyinge bano bale wazan. Shiko nyinge no shiko nyinge wako beta kine chini ya uvungu. Naletogwa na mane sili ya uvungu. Naletogwa na debe isili ya uvungu. Shangazi. Be. Naomba unisamehe sana. Najua atakuwa nimekuumiza. Ila ilikuwa sio akili yangu. Mpaka sasa sijui kilichoendelea mimi. Mimi najua haikuwa akili yako mwanangu. Ndio maana mjomba wako akatukataza tusishike huo mwili humo ndani. Kwa sasa hii familia inafuatiliwa na wachawi. Hata huo mwili wanautaka kwa ajili ya kufanyia mambo yao. Hivyo tuna vita kubwa sana mbele yetu. Na lingine, mjomba wako kaniambia kuna kitanda kinazunguka. Hicho kitanda ukikiona, fumba macho, piga magoti. Usipofanya hivyo, kitakuua. Shangazi. Kitanda tena? Kitanda. Kuwa makini. Sawa shangazi. Mimi nipo ndani. Sawa. Kazi tunayo. Nimekumimina wewe maji ya bahari yenye kutoa mikosi na laana katika chungu hiki cha wazee. Uende ukamuondolee huyo binti laana na mikosi.
Bibi kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Maimuna kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Maimuna kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Biani kanipa usinga. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Na Makata kanipa usinga. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Babu kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Babu kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Babu kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Na Makata kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Babu kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Bibi kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Na Sibiani kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Maimuna kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Makata kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Na kufikia wewe kitambaa chenye laana na mikosi, uende ukamwondokee huyu binti. Babu kanipa usinga mie. Na kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Maimuna kanipa usinga Na mie. kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Bibi kanipa usinga Na mie. kibuyu nikatibie, Maimuna kanipa usinga na mie. kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Bibi kanipa usinga Na mie. kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Makata kanipa usinga Na mie. kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Makata kanipa usinga Na mie. kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Makata kanipa usinga Na mie. kibuyu nikatibie, na kibuyu nikatibie. Babu kanipa usinga mie. Sijataka tuzungumzie ndani. Nadhani unaona hali ya wadogo zako jinsi ilivyo. Hivi Kiberiti, unajitambua kweli wewe? Unaona hali ya wadogo zako, lakini hujali, hushtuki. Yaani wakitoka asubuhi, huonekani mchana, huonekani jioni. Kutwa kiguna njia. Kwa nini hujitambui mdogo wangu? Hivi Damkunde, unafikiri mimi siumii kuona watoto wanavyoteseka? Na pia hili swala mimi nilishughulikia sana. Halafu kingine, kwa nini wao wapate uchizi afu mimi siupate? Wewe ushangai. Kwa mimi nimechukulia tu ni ugonjwa wa kawaida kama magonjwa mengine. Unasemaje wewe? Hivi unachoongea unakitambua kweli? Unajibu simple tu, si ndio? Kwa hiyo unataka na wewe uwe chizi. Kumbe huna huruma wewe. Sasa na mimi nimechoka. Yaani nimechoka kupambana mwenyewe. Sasa naomba unisikilize. Jana asubuhi nimeenda kwa shangazi Msunye. Nimetoka kuongea naye. Amesema ili tatizo liishe kwa wadogo zetu, mnatakiwa mcheze ngoma ya usiku. Karibu. Ndugu yangu huyo. Dada, habari yako? Safi kwema? Kwema. Dada Amba, shikamoo. Marahaba ndugu wangu, mzima? Mzima. Tunaweza tukaongea dakika moja? Sawa ndugu yangu, ngoja nikaongea kwanza na ndugu. Sawa.
Dada, mimi nahisi nyumbani kuna tatizo. Kuna tatizo gani tena ndugu yangu? Basi naomba tusiongelee hapo. Maana leo kuna uwezekano mimi kurudi nyumbani. Tukifika nyumbani tutaongelea. Leo natakiwa urudi nyumbani. Ukaandae vile vitu nilivyokuambia. Kesho urudi hapa. Sawa. Tuanze ndugu yangu. Kwa elini jamani. Mungu akipenda Kwani issue nzima ilikuwa ni ngoma tu. Yaani mimi swala ningejua ni ngoma, mngeniletea tangia jana hapa, ningeingia kati nikaanza kuicheza. Mbona swala dogo sana hilo au kuna lingine? Kweli kazi ipo. Unajibu kiurahisi tu kwa sababu mdomo mali yako, si ndio? Yaani eti kama ni ngoma nifunge kibwebwe, niingie kati nicheze. Unajua hiyo ngoma ulioambiwa ni ngoma gani? Au kwa sababu washakuzoea huko mtaani kiberiti wanakusema vibaya kila siku wewe usemwe vibaya mdogo wangu wewe. Sasa sikiliza. Naomba ujiandae. Baadaye mguu wako, mguu wangu mpaka kwa shangazi. Tukifika huko yeye ndo atakayekuambia ni ngoma ya namna gani ambayo unatakiwa uicheze. Sawa. Kwangu mimi hilo limeisha. Ukiwa tayari utanitafuta. Alafu kingine, mimi muda wangu ukapo umeisha. Nina mechi sasa hizi natakiwa niingie uwanjani. Una mechi? Mechi gani? Mtu mzima, sio mpaka kile kitu nikuelekeze. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipi. Mimi ninakufungulia. Ninakuomba na wewe unisaidie kama ambavyo nimekupambania wewe. Uende ukaitawale dunia. Yaani dadangu, kama nilivyokuambia, yule baba sijui kampa vitisho gani kipunje.
Yaani Kipunje kaja hapa kaniuliza, mimi nikamwambia sina ninachokijua. Yaani mimi kinachonishangaza na ninachoshindwa kuelewa. Yaani ule mzee mpaka hivi leo bado ana malengo ya kukuoa wewe. Ndugu yangu Adela, yule mzee ni shida. Kwani haya matatizo wa maelezo tumempa Kipunje? Aka, sijamwambia chochote. Alivyoniambia nikamwambia sina ninachokijua. Kwa hiyo wewe utamalizana naye. Safi sana. Bora hujamwambia. Ili mimi nimalizana naye. Nitamueleza kila kitu. Shemeji, kama tulivyoongea, mimi ndo natoka naenda msibani kwa ajili ya kumzika baba. Oh, sawa. Sasa mimi sitoongozana na wewe. Kwa sababu si unajua kule shamba na vijana. Hivyo baadaye nikienda, muda ukiwa sawa, nitakuja huko msibani na mimi pia. Sawa shemeji yangu. Hata usijali. Unaweza kuhudhuria hata kipindi cha yatima. Sawa, ina shida. Na pia kuhusu kaka, hata usijali. Nitamuelezea atanielewa. Sawa shemeji yangu. Nakutegemea sana. Sawa. Haya, baki salama. Na kingine ndugu yangu, mimi mganga kuna vitu kaniagiza. Na hivyo vitu vinahitajika pesa. Hapa nilipo nimeishiwa pesa. Itabidi niwaache ndugu zangu. Nikimbie kidogo mjini. Nikajichange niweze kutimiza hivyo vitu vyangu. Hamna tatizo dada yangu. Mimi nakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu akusimamie na ufanikishe majambo yako. Amina. Asante ndugu yangu. Nikuulize dada, hivi pale kwa mganga na kile kijumba nyewe mnaishije? Ni vituko. Humo ndani shemeji yako hayupo na hata begi lake sijaliona. Yuko wapi? Samahani kaka. Nimemruhusu aende msibani kustiri mwili wa baba yake. Maana inasemekana bila yeye hawezi kustiri. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa giza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto hawajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka. Yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui. Misielewi, watu wanataka sheria, yeye anavuka. Nikampa kiti ajielewi. Kuna siku hata kijiji hatakiumba na kufa na kufufuliwa. Ona sheria zilizowekwa zimechuku.